Ndugu zangu katika Kristo, karibuni katika tafakari ya Dominika ya pili ya Kwaresma ya mwaka C. Na basi masomo yetu, somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Mwanzo, ile sura ya 15 aya ya 5 hadi ya 12 na ile aya ya 17 hadi ile ya 18. Somo la pili linatoka waraka wa Mtume Paulo kwa Wafilipi, ile sura ya 3 aya ya 17 hadi ile sura ya 4 aya ya kwanza. Injili inatoka Injili ya Mwinjili Luka, ile sura ya 9 aya ya 28b hadi ya 36. Basi naomba nianze kwa hadithi moja ya mafundisho fulani hivi. Ndugu mmoja siku moja alienda kutazama show, ilikuwa ni theater, watu wanaimba, wanacheza. Sasa katika show hiyo alitokea mwanamke mmoja alikuwa anacheza vizuri sana. Anaimba kwa kadiri ya macho na maoni ya watu. Jamaa mmoja akamwambia aliyekuwa jirani yake, hivi mwanamke huyu alivyo mbaya hivi, si kama kaolewa. Hata shepu hana. Sasa ndugu yule aliyekuwa anaambiwa akasema, huyu ni mke wangu. Kwa aibu akasema, sikumaanisha yeye mtu, nilimaanisha wimbo wa huyu mtu anaye wimbo unaoimbwa ni wimbo mbaya sana, sijui nani kamtungia. Jamaa akasema, samahani bro, babangu, huyu wimbo nimemtungia mimi mke wangu. Jamaa akawa ameaibika. Lakini kikubwa katika maisha, muda mwingine wa Kristo tujifunze kukaa kimya, au wakati mwingine kuongea mazuri ya watu, kwa sababu huwezi jua unayeongea naye ni nani. Basi tujifunze sana hayo katika maisha, kukaa kimya, kuna busara, au saa nyingine kuongea tu mazuri ya watu, itakusaidia na kuondolea aibu ndogo ndogo isiyokuwa na maana. Kwa maana basi wazo letu la leo ni kumbuka. Mwambie jirani yako kumbuka. Kama nilivyosema, somo la kwanza linatoka kitabu cha Mwanzo, ile sura ya 15 aya ya 5 hadi ile aya ya 12 na ile aya ya 17 hadi aya ya 18. Ni somo linatoka katika kitabu hiki kinaitwa Genesis kwa Kiingereza, linatokana na neno la Kigiriki linalomaanisha asili au kuzaliwa. Ni kitabu kilichogawanyika katika sehemu kuu mbili. Sehemu ya kwanza ni Mwanzo, ile sura ya kwanza hadi ile sura ya 11. Katika sura hizi kitabu hiki kinaeleza kuhusu kuumbwa kwa ulimwengu, binadamu wa kwanza, na namna dhambi na kifo vilivyoingia duniani, na namna Mungu alivyoingilia kati kurekebisha uharibifu huo ulioingia. Amba tuelewe vizuri kitabu hiki. Sehemu ya pili inaanza kitabu kile cha Mwanzo hicho ile sura ya 12 hadi ile sura ya 50, ikieleza habari za wazee wa familia, yaani mababu wa Israeli. Inaanza kwa mwito wa Abrahamu na Sara kutoka katika nchi yao huko Harani. Kwa sababu ya utii wao wa imani yao kwa Mungu, anawaidia watoto wengi na umiliki wa nchi ya Kanaani au nchi ya ahadi. Ndicho hicho tunachokisikia katika somo la kwanza, ili somo letu la leo ambalo limegawanyika kidogo. Mungu anarudia ahadi zake kwa huyu mzee wetu Abrahamu. Lakini kwa vile Abrahamu bado hajawa na mrithi, anataka aina fulani hivi ya udhibitisho kwamba ahadi hizi ambazo Mungu anampa, maneno haya ambayo Mungu anamwambia yatakuwa kweli. Mungu anatoa udhibitisho kwa kupitia sadaka ya wanyama. Katika ibada hii tuliyoisikia, Mungu peke yake anaashiriwa kwa mwali wa moto unaopita katikati ya vipande vya nyama vilivyokatwa. Kwa namna hii Mungu anajifungamanisha mwenyewe kwa upande mmoja. Maana yake anaweka agano kwamba kile alichokisema
yale aliyomwambia mzee wetu Abrahamu yatatimia, na ni kweli. Ibada kama hii unaweza ukaisikia au unaweza ukaisoma katika kitabu cha nabii Yeremia, ile sura ya 34 aya ya 18. Sasa katika haya yote, katika ahadi za Mungu anazoongea na wewe, naomba nikwambie kuwa na imani kamili kuwa Mungu atatimiza kile anachoongea na wewe katika safari yako ya maisha. Usiwe na mashaka yoyote juu ya Mungu yule unayemwamini. Ndio hicho tunachojifunza katika somo hili. Maana Mungu si mwanadamu hata adanganye, si mwanadamu hata abadilike. Maneno ya kitabu cha Hesabu ile sura ya 23 aya ya 19. Kwa hiyo tunachokiona hapa, usisahau kwamba ahadi za Mungu zitatimia kwa wakati wake katika safari yako ya maisha. Somo la pili linatoka waraka wa Mtume Paulo kwa Filipi, ile sura ya 3 aya ya 17 hadi sura ya 4 aya ile ya kwanza. Ni waraka huu ambao unaandikwa kwa hawa wa Kristo waliokuwa wanaishi katika mji wa Filipi. Huu mji, naomba nieleze, ulikuwa mashuhuri sana katika Masedonia, kaskazini mwa Ugiriki halisi. Ulikuwa kitovu cha biashara. Mji uliopo sehemu inaitwa, unaweza kaita hiyo kwa mandhari ya kijiografia, Egnatian Way, yani barabara kuu iliyopita katika rasi ya Balkana, hivyo kuwa kiungo muhimu kati ya maeneo ya mashariki na magharibi ya dola ya Kirumi. Kwa ni mji ulikuwa safi sana katika kibiashara, kijiografia. Ulikaliwa zaidi na mchanganyiko wa Masedonia na maaskari wastaafu wa Kirumi, ambao kwao mji huu ulijengwa kama koloni la Kirumi, na wenye mfumo huu mji ulikuwa na mfumo wa utawala wa Kirumi. Lazima kuelewa hilo. Kulikuwa na wakazi wa Yahudi wachache mno kiasi cha kutoweza kuanzisha sinagogi katika hilo eneo. Lazima tuelewe kabisa, kwa sababu asilimia kubwa kama nimesema walikuwa ni wa Masedonia na maaskari wastaafu wa Kirumi. Utasoma hizo habari katika kitabu cha Matendo ya Mitume ile sura ya 16 aya ya 13. Utaelewa vizuri juu ya mji. Paulo sasa aliandika huu waraka, alianzisha jumuiya hapo kwenye mwaka 50 baada ya Kristo, wakati wa safari yake ya pili ya umisionari. Utaigundua ukasoma vizuri, utakuelewa vizuri sana kwa mapana sana kwa safari hii na huu mji na namna alivyoanzisha. Nenda kasome kitabu cha Matendo ya Mitume ile sura ya 16 aya 9 mpaka ya 40. Naomba niwaambie tena ili muweze kuelewa kinachoandikwa. Hii jumuiya ya Filipi ilikuwa jumuiya ya kwanza ya Kikristo iliyoanzishwa Ulaya, aliyoanzisha Paulo huko Ulaya akisaidiwa na Timotheo na Sila. Ili kuimarisha kanisa hili au jumuiya hii ya Filipi, ilimlazimu Paulo kuteseka, kupigwa na kufungwa. Na ilipomlazimu kuondoka, akwenda mbali sana, alielekea Tesalonike huyu Paulo. Ila wa Filipi, kwa sababu ya upendo wao mkubwa, kwa sababu waliteseka sana kwa ajili yao, waliendelea kukaa karibu naye na kumsaidia katika hali zote. Na ni sehemu pekee au ni jumuiya pekee ambayo Paulo alipokea misaada kutoka kwao. Ni upendo wa ajabu sana huu kwa hawa wa Filipi. Utasoma katika waraka wake akieleza kwamba ni kweli ni hawa pekee. Waraka wake kwa Filipi hawa sura ya 4 aya 15 mpaka ile ya 16. Kwa ajili ya hayo yote aliwaimarisha na kuwahimiza Wakristo kuwa katika yote wasisahau fumbo kuu la Pasaka. Yaani kwa kadiri ya maisha yake alivyoishi na mafundisho yake aliyomalisha sana hivyo. Aliwasisia sana hilo, wasisahau fumbo kuu la Pasaka katika safari ya maisha. Kwamba yaani mateso, kifo na ufufuko wa Kristo. Kwani katika maisha
msalaba kwanza, utukufu baadaye. Katika maisha yote, msalaba kwanza, utukufu baadaye. Ndio hicho tunakisikia leo katika somo la Injili. Injili ya Luka ile sura ya 9 aya ya 28b hadi ya 36. Ni injili ya kung'ara sura. Tunayosoma katika sherehe au sikukuu ya kung'ara sura kwa Bwana Yesu Kristo. Ni simulizi ambalo unaweza kulikuta vile vile katika Injili ya Mathayo ile sura ya 17 aya ya 1 mpaka ya 8, au Injili ya Marko ile sura ya 9 aya ya 2 mpaka ya 8. Tukio hili linatokea katika mlima Tabo. Kimsingi kuna mambo makuu matatu ya lazima sana kuelewa katika tukio hili. Namba 1, Yesu kuimarishwa na kuthibitishwa kuchukua njia ya msalaba ili kumkomboa mwanadamu. Namba 1. Namba 2, chapa ya kuwa Masia mteule inathibitishwa. Tumesikia sauti ikieleza. Namba 3, somo linatolewa kwa wanafunzi juu ya msalaba na aina ya Masia wanayotakiwa kumfuata. Ni yule aliyeandikwa katika Torati, Musa anatokea. Ni yule aliyenenwa na manabii kwa uhakika, Elia anatokea. Ndugu, tunaweza kueleza mambo mengi sana katika somo hili. Tunaweza tukaongea mambo mengi sana, tutafakarisha sana. Ila naomba tafakari mawazo makuu matatu. Ukiwa na wazo kuu, kumbuka. Maana kumbuka haya mawazo makuu matatu ninayotaka kuyaeleza. Kumbuka. Namba 1, wazo la kwanza, mwambie jirani yako usimsahau. Usimsahau. Kumbuka, usimsahau. Katika injili ya leo, Kristo anachukua miamba mikuu mitatu kati ya mitume 12. Anamchukua Petro, mwamba. Injili ya Mathayo ile sura ya 16 aya ya 18. Anamchukua Yakobo, shujaa na mtume wa kwanza kufa kifo dini, Matendo ya Mitume sura ya 12 aya ya 2. Anamchukua Yohane, jasiri huyu, yule aliyesimama na Yesu chini ya msalaba, aliyekimbilia kaburini baada ya ufufuko na alieleza mengi juu ya utukufu ujao. Injili ya Yohane ile sura ya 19 aya ya 26 mpaka 27, sura ya 20 aya ya 1 mpaka ya 10, na ukisoma kitabu cha Ufunuo, manake sura ya kwanza hadi ile sura ya 22. Ndio hawa watatu waliokuwepo wakati Kristo anamfufua binti Yairo. Tujue kabisa hawa watatu. Injili ya Mathayo ile sura ya 9 aya ya 18 mpaka 26. Injili ya Marko sura ya 5 aya ya 21 mpaka 43. Au na ile Injili ya Luka ile sura ya 8 aya ya 40, unaweza kaenda mpaka 51 au mpaka 56. Nieleze tena, hawa watatu ndio hawa aliowachukua mbele kidogo katika mahangaiko yake na mateso pale Getsemani. Injili ya Mathayo sura ya 26 aya 37 mpaka 38. Akueleza juu ya uchungu aliokuwa nao moyoni mwake. Lazima tuelewe vizuri. Hawa tukao tunawaita inner cycle. Ni watu wake wa karibu sana. Watu wake wa karibu sana. Ila nikueleze, unajua nini? Nakwambia kitu. Mitume hawa wakati wa mahangaiko ya huyu aliyeng'ara sura walimsahau. Walilala bustanini, hawakukesha. Injili ya Mathayo ile sura 26 aya 40 mpaka 46. Hawa walipoona uso uliong'ara unatemewa mate kwa dhiaka, walimsahau. Walipoona uso uliong'ara unapigwa makofi, walimsahau. Walipoona mavazi yaliyong'ara yananunuliwa na kupigiwa kura, walimsahau. Walipoona mavazi haya yaliyong'ara yametapakaa damu, walimsahau. Walipoona taji la miiba kichwani kwa huyu aliyeng'ara, walimsahau. Walipoona msalaba, walikimbia. Mbaya zaidi, huyu mtu wa karibu kabisa Petro alisema simjui mtu huyu. Akasahau kabisa ni yeye aliyeongea kule mlimani. Na nataka niwaambie kitu. Nataka nikwambie kitu. Katika maisha hakuna Pasaka bila Ijumaa Kuu. Na ndio hiki kinachoonyeshwa katika mlima ambacho hawa mitume walisahau.
Wengi wetu leo, naomba niwaambie, katika maisha sasa hivi, tunapokutana na misalaba, tunapokutana na adha, mara nyingi tunamsahau huyu aliyeng'ara sura. Tunapokutana na changamoto za maisha, wengi tunaacha imani yetu, wengi tunaenda kwa waganga, wengi tunaabudu miungu mingine, wengi tunakana Ukristo wetu, wengi tunapotea kabisa. Tunasahau kuna Kristo aliyeng'ara sura. Tunasahau kuna yule ambaye tulimwimbia haleluya haleluya wakati maisha yetu yakiwa mazuri. Tunasahau kabisa. Ndio maana nasema usimsahau. Usimsahau. Pale unapoona damu na giza maishani mwako, ni kuombe usimsahau. Pale moyo wako unapolaruliwa na usaliti, chuki, uhasama na masengenyo, samehe, usimsahau. Inua macho yako kwake yeye, maana utukufu wako huu karibu. Iko hivi, imani yako, ubaba wako, umama wako, wito wako, uvumilivu wako, upendo wako unajidhihirisha pale unapopambana na mateso, pale unapokabiliana na msalaba. Amini usiamini, ukimwangalia yeye aliyeng'ara baada ya mateso na kifo, nawe utang'ara pia, maana hakuna msalaba unaodumu milele. Hakuna. Katika msalaba wako wa maisha usije ukamsahau huyu aliyeng'ara sura. Usimsahau. Wazo la pili, mwambie jirani yako usiwasahau. Usiwasahau. Mesema yako matatu. Wazo la pili, usiwasahau. Iko hivi, utukufu wa muda mfupi uliotokea mlimani ulimfanya Petro awasahau mitume waliobaki chini ya mlima. Utukufu wa muda mfupi ulimfanya Petro asahau mitume waliobaki chini ya mlima. Tujenge vibanda, wao wakae. Maisha ni safari. Lazima tuelewe kuna kupanda na kushuka, kuna giza, kuna mwanga. Hivyo tunapokuwa katika utukufu, omba sana, mwambie Mungu usiwasahau waliokuwa nawe katika mahangaiko. Ninapokuwa juu, nisiwasahau waliokuwa chini. Mafanikio yangu au mafanikio yetu yasitufanye tusahau wale waliopigana nasi ili kutufikisha pale tulipo. Katika ulimwengu wetu wa leo, naomba niwaambie ukweli kabisa, ni rahisi baba kutelekeza familia yake pale anapofanikiwa. Ni rahisi sana mke kumdharau mume pale anapofanikiwa. Ni rahisi sana watoto kusahau fadhila za wazazi au walezi waliowafanya wawe hivyo jinsi walivyo baada ya mafanikio. Ni rahisi bosi au mtu kusahau alikotoka na kuwanyanyasa wafanyakazi wenzake na kusahau kwamba alikuwa nao chini. Naomba usisahau wala usiwasahau watu hao. Unapopata cheo, unapopata madaraka, kumbuka ukipiga hatua usisahau kuwainua wengine katika hatua ile uliotoka, ili wakati wa kurudi chini wawe sehemu ya kuzuia wewe. Kumbuka usiwasahau. Wazo la tatu na la mwisho, mwambie jirani yako usijisahau. Usijisahau. Mlimani Petro alijisahau. Tujenge vibanda vitatu, kimoja chako, kimoja cha Musa, kimoja cha Elia. Yeye akajisahau kabisa. Iko hivi, wengi wetu katika maisha yetu tunajisahau sana. Si ajabu ukuta mwajiri ajilipi mshahara wakati alipo wafanyakazi wengine mshahara. Si ajabu ukuta mwajiri aende likizo wakati wengine wanaenda likizo. Si ajabu ukuta fundi seremala hana meza wala kiti nyumbani kwake wakati anatengeneza viti na meza. Si ajabu ukuta daktari amalizi dozi. Sawa. Anajisahau. Si ajabu ukuta mtu ananyekea nyumba ndogo wakati nyumbani kwake. Si ajabu
kukuta mwenyekiti wa jumuiya anahamasisha watu michango wakati yeye achangi. Sasa anajisahau. Sawa. Ndugu zangu, usijisahau, yaani usijisahau. Si ajabu kukuta unaombea wengine, wewe ukumbuki kujiombea. Usijisahau. Jiombee mwenyewe, sali kwa ajili ya nia zako mwenyewe, jipe furaha moyoni mwenyewe, jinenee mema mwenyewe, mwambie Kristo akujengea kibanda chako ili baada ya maisha haya upate nafasi mbinguni. Usijisahau. Mwisho, naomba niwaambie kitu. Walipokuwa wanashuka mlimani, aliwaambia, msimwambie mtu yoyote habari hii hata Mwana wa Adamu atakapokuwa amefuka katika wafu. Hii inaitwa messianic secret. Naomba tusiongelee sana juu ya hii kitu. Ila naomba niwaambie kitu cha mwisho hapa. Mambo yako mengi usimwambie kila mtu. Usimwambie mtu kila kitu. Maono yako usimwambie kila mtu. Ndoto zako usimwambie kila mtu. Mipango yako ya maisha usimwambie kila mtu. Akaunti yako ya benki usimwambie kila mtu. Siri zako usimwambie kila mtu. Ukitaka kununua gari, wacha kuone huko shego jiza mafuta washangae. Ukitaka kujenga, wacha waone unamwaga tofali site washangae. Ukitaka kuolewa, wacha waone ukijaribisha shera watu washangae. Ukitaka kuoa, wacha kuone ukipeleka mahali. Usimwambie mtu kila kitu. Kumbuka haya katika maisha yako. Usimsahau, usiwasahau, usijisahau, usimwambie mtu kila kitu. Ili siku zote Mungu atukuzwe nasi tupate utakatifu milele na milele. Amina. Tumsifu Yesu Kristo.